Baada ya kuchukua vipimo, nimegundua kwamba kisukari ndio ugonjwa unamsumbua kwa kiasi kikubwa. Na kwa hatua aliyofikia, anahitaji uangalizi zaidi ili kumrudisha katika hali yake. Sasa dokta, huo uangalizi unaweza kuchukua muda gani? Kutokana na hatua aliyofikia, mama anahitaji uangalizi wa muda mrefu. Unajua nini? Inatakiwa ni watu wajifunze kupitia sisi mapenzi yetu. Najua na enjoy sana. Yaani mpaka nikiwa kazini na kumisi. Lazima unimisi kwa sababu kuna vitu navikosa. Mungu aibariki miguu yako mume wangu kwenye utafutaji wako. Asante mke wangu. Mwenyezi Mungu asikie dua yako. Nipate hela nyingi sana. Na ukipata hizo hela nyingi, tutumie mimi na wewe tu. Kimeumana huko. Kiona hivyo ametoka kupigwa tukio huko. Kabla hata sijapoa mwenyewe. Yaani watu wanaacha kuoa maabani uwe, waenda kuoa mabondia. John Cena kabisa unamleta ndani kwako, unategemea nini? Ncheke nenepe mie. Nikonde sipigwi mwili wangu wa mapenzi. Ni changamoto. Kosea yote ila usikosee kuoa. Yaani ni sawasawa na mzigo wa misumari kwa mwenye kipala. Amini nakwambia. Yaani kamdomo wako. Mimi simo. Mimi wakitoka mondani huko John Cena na Omaga. Mimi si mume wangu. Usinishirikishe. Sasa mimi naogopa. Wewe ni jamaa anavyohangaika hivyo. Ananyasika umeona? Wewe. Mdomo uliponza. Ila babu wewe mdomo gani na tunaongea ukweli. Potelea pote watoke hapa mimi sijali. Yaani hapa zitalika ngumi. Yaani kabisa watoke tu waje kuvamia mume wangu. Mimi nipo hapa. Wewe hao ni majirani sasa na wewe yani usitengeneze visa kwa sababu sisi haya yatuhusu. Tuangalie ya kwetu, wenyewe wanafanya ya kwao. Achana naye. Unajisikiaje? Unaona kana kwa nguvu hivyo ase mpaka naumia jamani. Hapana. Itakuwa tu haipo sawa. Sasa dokta, hakuna namna yote ambayo tunatokafanya labda akapata matibabu ya muda mchache hata wiki moja tu akawa sawa? Kutokana na umri wake nimeshasema kitabibu itahitaji muda mrefu yeye kuwa sawa. Sawa, nakuelewa dokta. Lakini nilitaka kujua tu hapo kwenye swala la muda hapo. Maana umezungumzia muda mrefu hujaniweka sawa. Ningetaka kujua labda ni miezi 6 au mwaka. Yaani hapo tu kwenye muda nataka kujua ni muda gani unaweza kuchukua yeye kuwa sawa. Okay. Kuna dawa nimemwandikia. Itabidi uzifuate na aanze kutumia haraka iwezekanavyo. Na niseme tu kuna baadhi ya vyakula kwa sasa itakuwa ni changamoto kwake kuvitumia. Vyakula vyenye wanga, vyakula vyenye sukari. Napozungumzia wanga, ugali wa sembe, dona at least anaweza kuitumia. Nao mahindi yakilowekwa. Na chumvi pia. Umake sure chumvi inakuwa kidogo kwenye chakula chake kutokana na umri wake ili kumfanya kuwa sawa. Sawa dokta, mimi sijakataa. Hapo kwenye uangalizi, mimi nataka tu niambie tu kwamba ni muda gani ili nijue mimi nawekaje ratiba zangu hapa kwenye muda nataka nijue ni muda gani. Miezi 6, miezi 3, mwaka. Nimeshakwambia. Kitabibu sina jibu exact ni lini.
ila tukifuata matibabu na maelekezo niliyokupa, mgonjwa atatibiwa na atakuwa sawa. Na siku zinavyozidi kwenda, itabidi ujitahidi kuhudhuria kliniki. Yes. Na kuna kipimo ambacho itabidi nimpatie. Utakuwa unampima wewe mwenyewe hapa au yeye mwenyewe atakuwa anapima kujua kama sukari yake imepanda au imeshuka. Ikiwa imeshuka, anatakiwa kufanya nini? Ikiwa imepanda, anatakiwa atumie vitu gani? Unless otherwise, na watakia uangalizi mwema wa mama. Basi sawa dokta, haina shida. Nimekuelewa. Mama. Asante. Sasa. Ngoja mimi niendelee na majukumu mengine. Sawa, nafikiri tutawasiliana. Bila shaka. Mwanangu Geza, kwani huyo mke wako ana matatizo gani zaidi? Amna mama, ipo sawa. Itakuwa tu leo hajamka vizuri, lakini hamna shida. Au ni mjamzito? Hapo kwenye mjamzito, ngoja kwanza. Hivi mjomba, utaendelea kujilizaliza hivyo mpaka lini? Vipi? Unataka kunipiga? Au? Maana unanitazama vibaya. Na vile Mungu alivyokuumba. Astaghfirullah. Unajua Priska, mimi sitaki kuamini kama wewe umesahau kila kitu katika maisha yetu. Lakini sitaki kuamini kama wewe umesahau vile ambavyo mimi napambana ili kuyaweka sawa haya maisha. Lakini sitaki kusahau kama wewe umesahau kuwa mimi ndo yule nilokopo nikisaidia familia yako isizalilike. Leo una cheat. Lakini unaona haitoshi, ulale nje na chumba chako. Kwa hiyo wewe mjomba, ukazani hayo yote yanaweza kanilizisha mimi? Eti, mbona nishangaza bonge la bwana? Unataka kuniambia mimi kosa langu ni nini? Nikukumbushe kosa lako ni nini? Eti mjomba. Shoga yangu, bora tulivyokuja. Mwezi ujao mdogo wangu yule mwana Rumango tunamcheza. Kwa hiyo hapa yani shughuli iko lele. Mmekuza? Kwa hiyo hapa yani kuna sela vijora aina hizi 2. Kwa hiyo nakwambia mapema, usije kwa sababu leo ukuniambia sijui nini. Taarifa ndio hiyo ya moto. Asa mimi mwenzako ndugu yangu hata sipendi maneno. Mimi napendaga mtu akiniambia jambo ndio na ushahidi. Ndio pakuzama ndani hapo, pakuniletea huo uzi ni utazame. Wewe tena jamani. Mimi nimekwambia tu ili ujiandae. Uzi bado hujafika. Nimekutazisha mapema ili ujue kabisa kwamba mwezi ujao tunakiwasha. Basi shoga yangu hata kijaribika kitu. Maana yake nilikuwa nataka niuone huo uzi ili madi ni ujue kabisa huo uzi mng'ao au mpauko. Maana si unajua tena shughuli na virangi. Nisije nikachukua rangi nikafanisha na kabila fulani. Haya ndugu yangu, nadhani hiyo shughuli itakuwepo pambe. Kama na hiyo na familia yenu. Hapo familia zigi zitakuwepo. Wanawambagala, wanagongola Mboto, wanawatemeke, wanawakimanzi. Jamani, mimi hapo kati siji mtanishika bega gani. Wewe tena. Yaani kama ulikuwepo vile venye tulikuwa tunapanga listi ya watu. Mure umepita. Mimi si mwana wa familia. Kwa hiyo ninaijua akili ya familia yangu. Familia yangu kiniambia mguu pande najua mdau mguu sawa. Hamjawahi kupua kama ujua mgonjwa. Mnanikosha.
Alafu sasa shoga yangu, iye mama Sikuzani ana hela yangu la mchezo. Kwa hiyo ile hela atakayonipa mama ndo nakudumbukizia udugu wangu. Nataka nikubandike mtaa mzima wajue sasa hivi anambandika udugu wake. Na sio ninavyokubandika shoga yangu, alafu tena likija kufika jambo langu, mara nanyambia naumwa, mara nimelazwa nimetandikiwa drip. Mama hela yangu utaitoa. Maanake mimi hela yangu haijawahi kulala kizembe. Yaani elimu kabisa masiala. Sijui umenielewa udugu? Sasa mimi naanzaje kukwambia naumwa? Mie tena na wewe. Yaani hapo nanibandika na kubandika. Wenda kubandikana. Bandika, bandua. Ewa ndugu yangu. Mimi kuna kitu kimoja kinanisumbua sana katika akili yangu. Kwa hivyo nahitaji ushauri wako. Pale ninapoishi mpangaji mwenzangu ananisumbua sana. Ni mpangaji wa kiki, alafu istoshe ni mke wa mtu. Yaani ninapokuambia ananisumbua kweli mpaka kuna wakati mimi nashindwa kulala. Najiuliza ikitokea mimi huyu mwanamke wa mtu nikamfanya vibaya na mama wake akaja kujua nitaishi katika mazingira gani? Yeye ananichanganya sana. Si unanielewa? Boni, labda nikwambie kitu kimoja. Kama ningekuwa mimi hiyo nafasi, mimi siwezi kuiacha. Mzee wangu akiingia ndani spako. Baba afumua. Mimi nitegemea ndugu yangu wewe utanipa ushauri mzuri. Kumbe ndio kwanza nazidi kunipoteza. Ina maana wewe unanishauri mimi niishi na mke wa mtu. Hivyo wewe unajua madhara ya kuishi na mke wa mtu? Mke wa mtu ni sumu. Sasa leo hii mimi nikaingia kwenye majanga ya mke wa mtu. Uone kama matatizo haya. Na kwa mitego ile ananionyeshia kama kweli ingekuwa kwako wewe ungefanya vibaya. Kwa sababu kuna wakati anavaa kimini, anavaa mitandio, yani anaenda choni na mtandio yani. Baba. Kuna wakati anadai eti anifulie nguo zangu. Sasa ngoja basi nikupe akili. Mtu kama wewe unavyoishi naye, akija kwako wako, akienda kwake wake. Sijui tumeelewana? Mshikaji akipita unamsalimia jirani kwema, maisha mengine yanaendelea. Huko unapiga steli zako. Yaani kama ningekuwa ndo mimi. Kaka kwani upangishi pale nyumbani kwako? Nije nipange wiki moja tu nikuoneshe. Nitampiga steli ya kwanza ito paka kanusa bomu. Ya pili ngedele kakumbatia shoti ya umeme. Uone kama atachomoka. Wewe huwezi kuwa rafiki wa kweli wewe. Yaani rafiki kama wewe, rafiki ambaye unampoteza mwenzio aingie kwenye matatizo. Wewe hufai. Kwa sababu ni matatizo. Yaani unanichochea mimi niingie kwenye matatizo. Yaani matatizo. Sasa siwezi nikakubali mimi kaingia kwenye matatizo. Si unanielewa vizuri? Ukizingatia mwenyewe maisha yangu kama unavyoyaona unga bwana. Sasa nikiingia kwenye majanga ya mwisho wa siku, yule bwana akasema, "Chukua mwanamke ishi naye wewe." Utaishi naye vipi aliyakuwa mwenyewe maisha yangu yenyewe ya kimaskini? Haya, wewe endelea kukaa hivyo hivyo. Lakini nafasi watu tunazililia hizo. Wewe nisakizie uone. Sasa naona umeshajiandaa mguu wa kutoka. Kwenye mihangaiko tena. Haya. Hapa niko sawa. Kila kitu nishamaliza hapo mezani. Sidhani kama kutakuwa kuna lingine. Kwa hilo sina shaka mume wangu. Nikutakie tu kazi njema. Nakupenda. Nakupenda pia. Haya. Kazi njema. Ona. Daka hilo basi. Choko. Ndio. Ndugu yangu wewe. Bwana mimi pale ofisini nimesimamishwa kazi. Sasa kama kutakopo kuna mchongo uko katika site zako, naomba unishtue mwanangu nikapiga, maana mambo yashakuwa magumu. Siwezi nikakuahidi kwa sababu kidogo sasa mambo ni magumu. Sema nitajaribu kuongea na wadau, kuulizia kama kuna sehemu kutakuwa kuna nafasi, nitakwambia. Takupambania usijali bwana. Haina noma. Tuko pamoja sasa. Kuwa na amani. Takupambania sasa. Yaani usione tu mwanaume wa mtu anapata vijisenti kidogo. Lazima uzitolee macho. Haya, kumsimamisha mume wangu kumwomba kazi. Wewe ulisikia na kiwanda yule? Akutafutia kazi wewe hapo ulipo. Una miguu yako timamu, una mikono yako, una kila kiungo kilichokamilika. Unashinda nini kutoa milonjo yako kwenda kutafuta kazi mwenyewe? Unataka kumpausha mume wangu, najua tu ahangaika na kutafutia kazi wewe. Wewe ni nani kwani? Wewe tena iwe mwanzo mwisho. Yaani mnaziki mpaka kwenye unyayo.
Maisha yenu yawashinde. Kazi mume wangu amepanga hapa kwa ajili ya kutafutia yeye kazi tu au? Unamwajiri? Mlipe basi ile akakutafutie kazi. Mwangalie. Mijitu mingine sijui ikoje. Yaani ziki siku zote ukiziendekeza, uoga zinakufikisha sehemu mbaya. Na kwa mwili wako huo ulivyo huo. Mungu anipe uvumilivu. Shughuli mbona itakuwa imeisha? Nani nilikuwa nakusubiri wewe? Mwanangu Mjuba, sasa hivi bosi anaongea mbaya sana kuhusiana na wewe. Walijaribu kuongea naye ndugu yangu? Mimi nilijaribu kuzungumza naye, lakini alichokijibu sasa. Amekujibu nini? Anatambua kabisa kuwa kutakuwa kuna pengo kubwa kabisa kuhusu kufukuza yeye kazi. Ila yeye anadai amefanya hivi ili iliwe funzo kwa mtu yote ule ambaye analeta upuuzi na ujinga hapa kazini. Sasa kibaya zaidi Mjuba, bosi hapa ametoa onyo kali sana kuhusiana na wewe. Amemwambia kila mfanyakazi hapa, wewe hapa utakiwa uonekane. Na ukionekana tu mwanangu hapa, amesema tukuitie keleza mwizi. Mimi nimeshindwa kutia keleza mwizi kwa sababu mimi mwanao, siwezi kufanya ubaya. Lakini ingekuwa vizuri hata ungeondoka time hii ndugu yangu. Mimi nadhani kutakuwa kuna mambo mengine. Hasira hizo sio kwa ajili ya mimi kutokuja kazini siku mbili tu. Sasa ndugu yangu Mjuba, ni ushauri kitu kimoja. Najua kwa wewe ni fundi mzuri sana. Kinachotakiwa sasa hivi wewe usahau kuhusu hapa. Alafu uandae mpango mwingine ama utafute kazi sehemu nyingine. Mimi nadhani itakuwa njia bora kwa kupata pesa kuliko tena kufikiria kuhusiana na ofisi hii. Sawa, haina noma mshikaji. Sawa mwanangu, ngoja nikakupigia box kuingia. Kulikoni tena mume wangu na simu yangu? Nani unachati naye? Mume wangu bwana, na wewe unajua utakuja kufa na wivu. Sasa hii si namba ya mtu wa delivery jamani. Kwa hiyo umo ndani siku hizi hapa pekiki, hakuna chakula kingine kinacholika zaidi ya hiko cha kuagiza? Mume wangu siku moja tu. Yaani mwanamke sio na tatizo gani? Nashindwa hata kuelewa na shida gani. Anyways, tuachie na hayo. Mimi naenda. Nitakutumia pesa ya matumizi kwenye simu yako. Sawa mume wangu kipenzi, na safari njema. Dogo vipi? Fresh bro. Hicho shabeba ni nini? Chakula?